A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani popote mlipo. Katika makala yetu ya leo nitazungumzia mkataba uliowatumainisha watu wengi kuwa huenda ungesaidia kumaliza vita baina ya Irani na Marekani ikijumuika na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hali ilikuwa kama ifuatavyo. Mnamo Juni 16, 2026, Marekani na Iran zilitangaza makubaliano ambayo yalizaa mkataba wa maelewano MOU, yani Memorandum of Understanding, na nchi zote mbili zikasaini mkataba huo. Mkataba ulilenga kusitisha uhasama na kuanzisha mchakato wa mazungumzo utakaopelekea hatimaye kumaliza vita Mashariki ya Kati. Hata hivyo, makubaliano hayo ya awali yalikuwa ya muda mfupi kwa siku 60 tu, lengo likiwa kutoa nafasi ya mazungumzo ya amani. Hakuna mazungumzo ya maana yaliyowahi kufanyika, na hili ni kwa sababu Marekani kiukweli imeshindwa kufikia malengo yake katika vita vyake dhidi ya Iran. Kwa hiyo ilikuwa itie saini kwa kujipanga zaidi katika jaribio lake la kuivamia Iran na kuangusha utawala wa Iran. Lakini hata hivyo, hakuna uwezekano wa Marekani na Israel kwa pamoja kuweza kufikia malengo ambayo kwanza ni kuondoa kabisa utawala wa Kiislamu, na pili ni kusimika utawala mpya wa ukoo aliyekuwa mfalme wa nchi hiyo Muhammad Reza Pahlavi ulioangushwa na maandamano ya umma mwaka 1979, ambao ukoo huu ungetawala Iran chini ya utii wa Israel na Marekani, na hilo ni jambo lisilowezekana kabisa. Haliwezekani kwa sababu wa Iran wote kwa ujumla wao hawana alaka wala hawawezi kukaribisha mtawala wa nje kuja kuwatawala. Hilo la kwanza. La pili, kila mtu katika Iran hatambui kitu kinachoitwa Israel. Na la tatu, wa Iran kwa desturi na mila zao na uzalendo wao ni jambo lililokuwa la haramu kidini na kiimani kwamba mtu yoyote au taifa lolote litoke nje ya nchi yao kuja kuwatawala wao. Hilo ni jambo ambalo halitofanyika na halikuwahi kufanyika. Kila aliyejaribu kuivamia Iran katika tarehe, yani katika historia, aliishia katika kushindwa. Nukta ya pili, vita vinavyoendelea baina ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeweka wazi uvumi wa miaka mingi ambao haukuwa na ukweli wote, kwamba Marekani na Israel ndio wakubwa wa dunia hii katika eneo la ujasusi, baada ya Israel kuidanganya Marekani kuwa iwapo watawaua viongozi wote wakuu wa Iran kwa pamoja, nchi itasambaratika kiutawala, na hivyo itakuwa fursa ya pekee kwa umma kuingia mitaani na kuondosha kabisa utawala wa Kiislamu. Kwa udanganyifu huo, majeshi vamizi ya Israel na Marekani yalilenga shabaha ili kuwaua viongozi wa kijeshi, washauri, na kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Shahid Sayyid Ali Khamenei na baadhi ya wanafamilia wake. Matokeo yake yalikuwa ni kinyume kabisa, na hilo linadhihirisha kwamba si kweli kwamba Israel na Marekani ndio mabingwa duniani kote wa kuweza kutambua mambo kwa njia ya ujasusi. Walishindwa kufahamu ukubwa wa uwezo walionao wa Iran katika kujipanga kuitetea nchi yao. Walishindwa kujua utawala wa Iran umepangwa namna gani na unaweza ukasambaratika kwa njia gani. Itoshe tu kujua kwamba utawala wa Iran uliopo sasa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu utakaa muda mrefu sana, na hili ni kwa sababu wa Iran takriban 99% wote ni Waislamu. Sasa hawa Waislamu wa madhehebu moja ambayo ndio kubwa zaidi, kuna madhehebu ya Sunna kule Iran, kuna Wakristo
kuna dini ya Mayahudi ambao ni wachache, minority, lakini Mashia ndio wengi na ndio wanaotawala. Kwa hiyo ule utawala una mambo mawili, ni utawala wa kisiasa lakini wa kidini. Ni utawala wa wanazuoni wanaotawala kwa misingi ya Uislamu. Kwa hiyo Muiran kuiasi serikali manake amekataa Uislamu. Huwezi kuitoa na kuivunja imani kwa kutumia mabomu. Huwezi kupiga mabomu imani ndani ya mtu. Unaweza kabisa kumlazimisha kondoo kuyafikia maji, lakini huwezi kumlazimisha kunywa. Nukta ya tatu, kama nilivyotangulia kusema, Marekani iliongopewa na Israel kwa kufanya uvamizi huo, lakini matokeo yake yamekuja kuwa kinyume kabisa na uhalisia baada ya wananchi wa Iran kuja pamoja kwa taifa zima na kupuuza miito ya Trump na mwenzake nduli wa Gaza Benjamin Netanyahu, na kinyume kabisa na tamaa yao, wananchi wa Iran wakaungana kwa pamoja na viongozi wao kuilinda nchi yao na kuifanya Marekani kupoteza mabilioni ya dola, huku ikitiwa hasara ambayo haijawahi kabisa kutokea katika historia ya taifa la Marekani. Marekani ilivamia Iran na kuishambulia kwa kishindo kikubwa sana, kwa dhana kuwa kufanya hivyo kutaiondoa serikali, jambo ambalo halikutimia. Nukta ya 4, tukirejelea mkataba wa amani wa Juni 17 uliosainiwa ili kusimamisha mapigano, tulivyosema kwa kifupi kabisa ni kwamba kuendelea kwa vita kati ya Iran na Marekani hivi sasa inavyoendelea, moja kwa moja kuna akisi mkataba uliofikiwa wa kusimamisha mapigano tayari umekwisha zikwa na haupo tena. Nukta ya 5, awali ilipotangazwa kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano, wadau wengi kote duniani walitumai kukutana na kipindi cha utulivu. Vita vya kidhalimu na kichokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuwaua kidhuluma viongozi wake wa ngazi za juu akiwemo Ayatollah Shahid Ali Khamenei vimeleta athari mbaya sana kote duniani, hasa baada ya Iran kuamua kufunga mlango bahari wa Hormuz ambao hudhamini biashara ya mafuta na gesi kote duniani. Nukta ya 6, ujasiri wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuyakabili majeshi ya Marekani na Israel kwa pamoja na kuibuka kuwa mbabe dhidi ya majeshi hayo kumebadili kabisa mlingano wa nguvu na ushawishi wa Marekani katika mataifa yaliyokuwa yakiogopa Marekani na kuitii kwa uoga. Hakuna wakati wowote ambao Iran ilionekana au ilionyesha uoga pamoja na Donald Trump kutoa vitisho. Trump aliitaka Iran kujisalimisha bila masharti yoyote, jambo ambalo lilikataliwa na Iran mchana kweupe. Na hata baada ya uvamizi na mauaji ya viongozi na raia, uharibifu wa miundombinu, Iran imeendelea na msimamo wake ambao umepelekea Marekani kushindwa dhahir. Na sasa Marekani inatapatapa kutafuta njia ya kujitoa katika vita hivyo bila aibu, na hakuna dalili zinazoonyesha kuwa Marekani inaweza kujitoa katika vita hivyo huku ikijitangaza ushindi na kujisifu kuwa imefanikiwa. Dunia haikufahamu kabla ya uvamizi huo kuwa Irani inamiliki silaha kubwa zaidi kuliko nchi yoyote duniani na kuliko hata silaha ya nyuklia. Silaha hiyo imegundulika baada ya kufunga mlango wa Hormuz. Nchi zote duniani zimepata pigo la kiuchumi, na kwa silaha hiyo tu Irani imeweza kuwa na kauli kubwa katika medani ya siasa kote duniani. Nukta ya 7, hakuna nchi yoyote iliyo na hakika kama Iran inamiliki silaha za nyuklia au hapana, baada ya Iran kila wakati kusisitiza kuwa haimiliki na wala haina mpango wa kumiliki mabomu ya nyuklia. Jambo la ajabu kabisa ni kuwa ni Marekani imeshikilia bango la kuzuia Iran kuwa na silaha za nyuklia kwa maana ya bomu la atomic, ili hali Israel inamiliki silaha kama hizo na wala hakuna ruhusa kuikagua maeneo yanayohifadhiwa nyuklia za Israel. Jambo la kushangaza zaidi ni kuwa ni sifa gani ilionayo Marekani ya kujiweka katika nafasi ya kuchagua nani awe na nyuklia na nani asiwe nayo, kwa hofu kuwa kumiliki silaha hizo kunaweza kuifanya nchi isiyo kwa aminifu kuweza kuzitumia kuhilikisha watu.
Ile hali katika rekodi ya dunia hakuna nchi yoyote iliyowahi kufanya unyama huo wa kuangamiza watu kwa maelfu kwa kutumia bomu la nyuklia kwa dunia nzima isipokuwa ni Marekani peke yake. Kwa hoja hii, nchi isiyofaa kuwa na nyuklia kabisa ni Marekani peke yake, kwa sababu ni wao tu ndio waliotumia unyama huo wa kuweza kuangamiza watu kwa kuwapiga na bomu la nyuklia. Bila ya Marekani na kinyume na Marekani, hakuna nchi yoyote ambayo imewahi kutumia silaha hizo. Nukta ya 8, nitumie sehemu hii ya mwisho na kuwakumbusha ya kwamba vita baina ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kamwe havitomalizika. Kila mkataba unaofikiwa baada ya mazungumzo yoyote yale utafikiwa kwa lengo moja tu, lengo likiwa ni kukaa chini na kujipa wakati wa kujiandaa kwa vita vikubwa zaidi na kwa silaha kubwa zaidi. Ni muhimu kukumbushana kuwa Iran si tishio kwa Marekani. Marekani imeingia kichwa katika vita hivyo kwa lengo la kuilinda Israeli. Israeli inajua wazi kuwa nchi zote za Ghuba za Kiarabu ziko mikononi mwake na ina uwezo wa kuzishambulia inavyopenda. Lakini si hivyo kwa Iran. Muhimu kwa yote, Iran haitambui uwepo wa Israeli. Kwa Iran, Israeli ni taifa haramu na halipaswi kuwepo. Iran inaviunga mkono vikundi vyote visivyoitambua Israeli kama vile Hezbollah ya Lebanon, Wahuthi wa Yemen, Hamas wa Gaza wanaopigania uhuru wa nchi yao ya Palestina, Jihadul Islam kadhalika ya Palestine. Kwa ujumla, Israeli haina amani isipokuwa kwa kutoweka utawala wa Kiislamu wa Iran. Ndio maana jitihada zimefanywa kubwa na wamefanya maangamizi makubwa sana katika nchi ya Iran. Wamevunja miundombinu, wamevunja njia za reli, zaidi ya nyumba 1.5 za raia wamezivunja na kuteketeza watu wasiokuwa na hatia. Ni watu ambao ni wakatili na wanatenda vitendo ambavyo ni wanyama tu ndio wanaweza kufanya matendo kama yale. Wairani, tusisahau kwa Wairani vijana wote ni askari. Kila kijana katika Iran analazimika kwenda miaka 2 jeshini kujifunza jeshi kwa ukamilifu. Wanaipenda nchi yao na utamaduni wao na ni wazalendo wa kweli kwa nchi yao na wako tayari kuwa mashahidi katika kuipigania nchi yao. Kwa kifupi, kijiografia na kwa uzalendo wa Iran, Marekani ina nafasi ndogo sana ya kuliangamiza taifa hilo au kupindua utawala wake. Nukta ya 9. Vita baina ya Marekani na Israel vitamalizika watakaporejea Imamu Mahdi na nabii wa Mwenyezi Mungu Isa bin Maryam, yani Bwana Yesu alayhi salam. Naye Nabii Allah Isa, kwa maandishi tulionayo sahihi kabisa, yanaonyesha kwamba atarudi kutoka mbinguni aliko na atashukia katika mnara ulio mashariki ya jiji la Damascus kule Syria. Atavikuta vita hivi na atajiunga katika mapigano hayo upande wa Waislamu. Kuna kila dalili kuwa ni Waajemi, yani Mairan, ndio watakaoongoza mapambano haya kuikomboa ardhi ya Palestina inayokaliwa mahakiri wa Kiyahudi, hususa wale ambao wana imani za Kizayuni. Wataondolewa pale na watapigana vita na kushindwa, na Mairani hawa ndio watakao ukomboa msikiti wa Masjidul Aqsa ambao Mayahudi wa Kizayuni hasatan, ambao wao nia yao ni kutaka kuuvunja ule msikiti na kujenga hekalu. Msikiti ule ni msikiti mtukufu kwa Waislamu, kwani ndio kibla cha kwanza walichokuwa wakifanya Islamu sala zao kwa kuelekea kule Yerusalemu. Na kuna maagizo ya Mtume wa Islamu waweze kwenda kutembelea pale na waswali ndani ya msikiti ule, jambo ambalo haliwezekani kwa sababu msikiti unadhibitiwa na majeshi ya Wazayuni. Kwa hiyo hilo ni jambo la Waislamu wote kwa pamoja kupigania. Lakini mataifa yote ya Kiislamu yanayozunguka Israeli, mathalan kwa mfano Qatar, Kuwait, kuna Imarati, kuna Saudi Arabia, kuna Bahrain, haya yote mataifa haya yote yako chini ya udhibiti wa Israeli. Yanashirikiana na Israeli, yana uhusiano wa kijeshi na wa kijasusi na Israeli.
Waisraeli wanaingia katika nchi hizo hawana kizuizi. Na usiseme kuhusu Imarati, Dubai, falme 7 za Kiarabu zilizoungana kwa pamoja. Hawa wamewapa uraia Mayahudi, wanakwenda pale Dubai kama kwao. Mayahudi pale ni kwao, ni sehemu ya Uyahudi. Hata hii mitambo yao ya kuzuia mabomu anti-missiles za Kiyahudi zimewekwa katika ardhi ya Imarati. Kwa hiyo wao wameshajiunga na Marekani, wameshajiunga na Uyahudi, hakuna shaka. Nyuma ya mti au nyuma ya jiwe, mti au jiwe vitasema, ewe Muislamu, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, huyu hapa Yahudi nyuma yangu amejificha, maana yake njoo umuue. Isipokuwa mti unaoitwa Gharkada, kwa sababu huu mti huu ni mti wa Kiyahudi. Kwa hiyo huu utawaficha Mayahudi, watabaki nyuma yao, hautosema kitu chochote. Na hadithi hii imepatikana kuwa ni riwaya sahihi, na vile vile inapatikana katika Sahihu Muslim na Bukhari. Muslim ni katika namba 2922 na Bukhari ameipokea kaipa namba 2926. Sasa Qur'an tukufu inatuambia kuwa Mtume Muhammad maneno yake hayawezi kurudi nyuma, kwa sababu kila analolisema ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna neno lolote wala sifa yoyote ya uongo aliyopata kuonekana nayo mtume katika uhai wake wote hadi kutawafu dunia. Qur'ani inasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kwamba Mtume Muhammad hasemi neno lolote kwa mapendekezo ya nafsi yake, isipokuwa kila anachosema ni wahi, ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutokana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayasema kuwa kiyama hakitosimama isipokuwa baada ya Waislamu kuwashinda Wayahudi, hasatan Mazayuni wanaokalia ardhi ya Falastini, wanaowazuia Waislamu kuswali na kuingia ndani ya Masjidul Aqsa, wanaofanya mauaji ya maangamizi ya Wafalastini wasiokuwa na hatia, maelfu ya watoto wachanga wanawaua, kina mama wagonjwa mahospitalini, vyuo, dawa za kibinadamu zinazuiwa zisiwafikie Wafalastini kwa nia ya kutaka kuangamiza kizazi chote cha Falastini na kufanya kila aina ya unyama dhidi ya ubinadamu. Mwisho wao utafika kwa fedheha na udhalili wa hali ya juu, na hakutopatikana wa kuwasaidia. Kila anayesikiliza makala hii kwa imani yake aliombee taifa la Iran, Mwenyezi Mungu audumishe utawala huu wa Kiislamu ambao umesimama kupigania haki ya kurejea msikiti wa Baitul Muqaddas mikononi mwa Waislamu, lakini vile vile kurejea taifa la Falastini mikononi mwa Wafalestina wenyewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kufanya kila linalowezekana katika nafasi zetu kuwaombea. Nasema kila mmoja kwa imani yake, kwa sababu si watu wote ambao ni Waislamu au si watu wote ambao ni Wakristo. Na katika Mafalastini kuna Waislamu na kuna Wakristo pia, kuna Mayahudi ndani yake. Basi hawa wasimame na tusimame kwa pamoja katika ibada zetu, sala zetu za mchana na usiku, na hata wale wanapata bahati ya kusimama usiku kwa ajili ya ibada, tuendelee kuomba na tusisahau kusoma suratul Fil. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sura hii tuisome kwa nguvu, tuisome kila siku, kila wakati, mara 10, una nafasi mara 100, kumwomba Mwenyezi Mungu au uangamize ule upande unaoendesha dhulma na upate fedheha, na wale wenye haki zao waweze kupata. Kwa hiyo anwani yetu ni kwamba vita dhidi ya Iran havitokwisha isipokuwa baada ya kuja Masihi mwana wa Maryam na kadhalika Imamu Mahdi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.